Sasa neno Abraham inaandikwa A-B-R-A-M. Na Abraham iko na H-A, Abraham. Na neno Abraham, wakati wenye Abraham alikuwa anaitwa Abraham, ndio wakati Abraham alikuwa anaishi katika utumwa. Alikuwa katika jela. Na utumwa huo ambao alikuwa anaishi ndani, alikuwa anaishi katika utumwa wa kitamaduni cha Wayahudi. Nasema, while he was being called Abraham, he was living in slavery of the Jewish tradition. Alikuwa yani amefungwa na utumwa wa kitamaduni cha Wayahudi. Na utumwa huu ulikuwa ni hivi. Ilikuwa ni mtu akiwa na utajiri lazima awe na mwana mume. Na kuna watu ambao bado wameshikilia hizo tamaduni mpaka wa leo. Kuna jamii zingine ambazo ukiolewa ndani ukiwa mwanamke na ukose kuzaa mtoto mwanaume, unaambiwa wewe hukuzaa. Unafukuzwa kwa ndoa. Ni ukweli ama uongo? Wangapi wanajua hiyo inatendeka katika jamii? Hiyo inatendeka kwa jamii. Kwa hivyo unakuta ya kwamba hiyo tamaduni ilikuwa katika nyakati za Wayahudi wa Israeli wakati huo, nyakati za kina Abraham. Ya kwamba lazima mtu awe amezaa mtoto mwanaume ndiye akubalike katika familia. Bado watu wangali katika hiyo tamaduni leo hii na wameokoka tu. Mtu ameokoka lakini anasema mimi kama sijazaa mvulana nitaendelea kuzaa tu. Sasa unataka kujaza dunia peke yako. Angalia mwenye karibu na mwambie unataka kujaza dunia peke yako. Muulize utaweza kweli? Dunia hii ni kubwa, utaweza kweli? Shukuru Mungu kwa watoto ambao amekupatia. Bwana asifiwe. Sasa unakuta hiyo tamaduni ilitesa watu wakati ule. Wakati Abrahamu alikuwa na mke wake anaitwa Sara, na Sara hakuweza kupata watoto. Abrahamu hakuwa anataka mtoto tu, alikuwa anataka mtoto mume. Na sababu ilikuwa ni Abrahamu alikuwa anasema atakosa kuwa na mrithi. Hatakuwa na mtu atakayerithi mali yake, ni mali. Mungu alikuwa amempatia Abrahamu utajiri wa fedha na dhahabu. Biblia inasema alikuwa na mifugo, alikuwa na dhahabu, alikuwa na fedha, alikuwa na mashamba makubwa. Eti Abrahamu wakati huo akasema, Mungu hujawahi kunipa mtoto atakayerithi hii utajiri. Shida ya Abrahamu ilikuwa ni utajiri, kwa sababu alitaka kukaa kama watamaduni wa Israeli. Maandiko inasema mke wake akiwa pia anaelewa ya kwamba hii tamaduni yetu lazima bwana yangu akuwe na mtoto mume. Alimwambia, tumbo langu limeharibika, I am beyond menopause, nimeshafika menopause, na kwa hivyo siwezi pata mtoto. Kwa hali ya kawaida mtu akipita menopause anaweza pata mtoto? Anaweza kweli? Shosho kama huyu tukianza kumwombea saa hii abebe mimba, atabeba kweli? Huyu atabeba kweli? Na tukiomba sana, na tukifunga, na tukiomba tumwekelee mikono na miguu. Hello? Kwa hivyo kikawaida hawezi. Hivyo ndio Sara alikuwa. Sara alisema mimi nimepita umri wa kupata mtoto. Akaambia mmewe, nataka uende uzae na mjakazi wangu, atupatie mtoto mume ambaye atasababisha usidharauliwe kitamaduni. Hello? Neno Abraham inamaanisha exalted father, baba aliyejiinua. So mpaka lazima ilikuwa waambie wewe mimi na mtoto, mali yangu haitapotea bure kitamaduni. Si ndio? Unajua kuna wanaume ambao ati asipokuwa na mtoto akitembea kwa boma yao hivi anasikia amejikunyata. Wanaume zake wanamwambia kwenda huko, huyo bibi anakaa tu kwa boma akipupu, akienda tu choo. Huwa wanasema ukweli ama uongo? Sasa unakuta Abraham akawa anafuatilia hiyo tamaduni ya kwamba lazima mtu akuwe na mtoto mume atakayerithi utajiri. Na Mungu naye akawa na plani nyingine na Abrahamu. Akamwambia Abrahamu, sasa wakati Abrahamu alienda akazaa huyo mtoto, kweli akajiexalt ya kwamba nimezaa na bibi anaitwa Haga, na kwa hivyo mimi ni mwanaume kama Wayahudi wengine, sio mwanaume wa mbinguni. Sasa akajiinua, akajipima ndani ya wanaume wengine, akajiwei, akaona ninatoshea ndani ya Wayahudi wengine. Hakujitoshanisha na Mungu, hakutaka kufanana na Mungu, alitaka kufanana na Wayahudi. Kwa hivyo akachukua Hajiri akazaa naye.
alipozaa naye, maandiko inasema Hajiri ni mwanamke anayetoka mlima Sinai. Hello. Kuna jambo ambalo tunafaa kujua kuhusu mlima Sinai. Abrahamu akazaa na mwanamke anaitwa Haga, yani Hajiri kwa Kiswahili. Anatoka katika mlima Sinai. Musa alitoa amri 10 kwenye mlima Sinai. Alienda Mount Sinai akatoa 10 commandments. Na huko ndio Abraham alienda akapata mwanamke anaitwa Hajiri. Akazaa mtoto wa uzao wa kiulimwengu aliye na damu ya kule mlimani Sinai. Mlima Sinai uko mahali panaitwa Arabia. Ndio maana mnasikia Waislamu ni watu wenye dini kali, imani dini ya kali ya kidini. Uzao wao ni uzao wa Ishmael. Wanamjua Ishmael sana kama their father. Lineage yao ni ya Ishmael. Na lineage ya Wakristo ni ya Isaac. Mmenielewa vizuri? Mungu akamwambia Abrahamu, wewe unaitwa baba aliyejiinua. Yani baba ambaye mbegu yake imeumba mtu. Mbegu ya Abrahamu ndio iliumba mtoto anaitwa nani? Ishmael. Mungu akamwambia, nataka nikufanye kuwa baba wa imani, baba wa watoto wengi wa mbinguni. Akamwambia, jina lako Abraham ni baba aliyejiinua. So nataka nikubadilishe jina, nikuite Abraham. Abraham inamaanisha baba wa mataifa. So Mungu anataka atumie Abrahamu kuokoa mataifa. Na Abrahamu anataka ajiinue aogopewe na Wayahudi. Alipozaa mtoto anayeitwa Ishmaeli, maandiko inasema Mungu akamkataa. Mungu akamwambia, lazima utupe huyu. Hallelujah. Ukisoma Biblia Galatians 4:30. Lakini lasemaje andiko? Mfukuze mjakazi wa mwanawe na mfukuze nani? Mjakazi na mwanawe. Mfukuze mjakazi na mwanawe. Ni kwa nini? Keti. Mungu akamwambia mfukuze mjakazi huyu na mwanawe. Ni Mungu aliyesema. Bwana asifiwe. Mungu hakuchukia Ishmaeli. Mungu hakuchukia Hajiri. Lakini Mungu alitaka Abrahamu azae mwana ambaye mbegu itakaye mzaa ni ya Mungu, sio mbegu ya Abrahamu. Nani ameelewa kile ninasema? Yaani kwa ufupi, Mungu alitaka mbegu yake mwenyewe iingie ndani ya tumbo la Sara ndio azae mtoto. Unajua mbegu ya Mungu ikiingia ndani ya Sara inamaanisha mbegu ya Sara haijahusika, mbegu ya Abrahamu haijahusika. Si ni ukweli? Bwana asifiwe. Haya, turudi kwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu. Turudi kwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu. Maandiko inasema Yesu alipokuwa kabla Yesu hajazaliwa, Yusufu alimchumbia Maria. Wakiwa katika uchumba akashtukia akona mimba. Maria akona mimba. Maandiko inasema Yusufu akapanga kumkataa kwa siri, maana alijua ya kwamba huyu mwanamke ana mpango wa kando. Desturi nyingine ya Kiyahudi ilikuwa ni mwanamke hawezi olewa kama si mbikira. Yes. Desturi nyingine ya Kiyahudi ni hiyo. Ilikuja kuharibika tu juzi. Nafikiri iliharibika kwa I think vizazi kama viwili baadaye, baada ya Mungu kuumba ulimwengu. Ndio hiyo kitu ilikuja kuharibika. Lakini kitambo desturi ya Kiyahudi ilikuwa ni mwanamke akiwa si mbikira hawezi akaolewa. Hawezi, lazima kuwe mbikira. Kwa hivyo Yusufu akajua haiwezekani mtu abebe mimba kama si mbikira. Hallelujah. Kwa hivyo Yusufu akaamua kumwacha mke aliye na mimba kwa sababu si mbikira, kulingana na tamaduni. Kwa hivyo Mungu akawa anavunja tamaduni nyingine tena ya kusema mwanamke hawezi olewa kama si mbikira. Mungu akavunja hiyo tamaduni. Akaambia, akakuja pole kupitia kwa malaika Gabrieli, akaambia Yusufu, usikatae kumchukua huyu mke, maana mimba aliyo nayo ni yangu.
si ya bwana yako, si ya mwanadamu. Haya, hivyo ndivyo Mungu aliambia Abrahamu, ya kwamba Abrahamu, nataka ubebe mimba, mke wako abebe mimba ambayo itakuwa kwa tumbo la huyu mke asiye na mbegu. Haya, Isaka ni mtoto wa kiroho, Ishmaeli ni mtoto wa kimwili. Halo, Isaka ni mtoto wa kiroho, amezaliwa. Mwenye alipachika mama ya Isaka mimba alikuwa Roho Mtakatifu, na mwenye alipachika Hajiri mimba alikuwa Abrahamu. Kwa hivyo hao watu wawili ni tofauti. Isaka ni mtoto wa kiroho, she is born after the Holy Spirit. Ishmaeli is born after the flesh. There was fusion of the seeds of Abraham and Hagar. Their seeds fused. Kwa hivyo ukipima DNA ya Isaac, huwezi pata ndani ya Abraham. DNA ya Yesu haina Yusufu na haina Maria. Kwa hivyo tuambiane ukweli, na sifight mtu, na mimi sifight dini. Bwana asifiwe. Habari ya kusema Maria mtakatifu mama wa Yesu, mama mbarikiwa, tuombe kwa Mungu Baba, hiyo haifikangi mbinguni, ni uongo. Haleluya. Kwa sababu Maria na Yesu hawana uhusiano. Maria na Yesu hawana uhusiano. Ni kama vile alivyo Abrahamu na Isaka hawana uhusiano. Mtu anataka kunipiga mawe hapa. Nyinyi vile mnaniangalia nyinyi, wangapi wananipenda? Amen. Hata mimi nakupenda kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Watu wanataka kuniuliza kwani bishop unapinga maandiko? Sipingi maandiko. Nataka usome kuanzia 22. Soma. Tuelewe ya kwamba Isaka si mtoto wa kibiolojia wa Abrahamu. Na hivyo ndivyo ilivyo na Yesu. Sasa alafu tuje tuelewe ya kwamba ni utumwa gani ambao tuko ndani. Ni utumwa gani ambao tusipokombolewa kutoka ndani leo, saa hizi tutaishi kwa shida. Waumini wengi wako katika jela. Wakristo wengi wanaishi katika jela. They have never been set free. Soma. Inasema, kwa maana imeandikwa ya kuwa ndio Ibrahimu alikuwa na wana wawili, mmoja. Abrahamu alikuwa na wana wangapi? Wawili. Mmoja kwa mjakazi, na mmoja kwa mungwana. Lakini yule wa mjakazi, mungwana inamaanisha free woman. Lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili. Nani amesikia hiyo? Lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili. Lakini wanaweka exemption. Lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili. Yaani mbegu iliyomzaa ni mbegu ya Abrahamu na Sara na Hajiri. Zilikutana akamzaa. Kama uzao wenye sisi tulizaliwa wote. Tulizaliwa kimwili. Na ule wa mungwana, yani yule wa free woman, amezaliwa katika promise of God. Listen to this. Ya kwamba Isaac has been born by promise. Mungu aliambia Abraham ya kwamba nitakupa mtoto kupitia kwa tumbo la Sara. Kwa nini Bwana anasisitiza kuhusu tumbo la Sara? Alikuwa anataka ulimwengu uelewe ya kwamba mimba ambayo Sara alibeba haikuwa mimba ya mwanadamu, haikuwa mimba ya kimwili. Ni Mungu aliyemweka ndani ya tumbo. Kama vile Mungu aliweka Yesu ndani ya tumbo la Maria, hivyo ndivyo Mungu alimuweka Isaka ndani ya tumbo la Sara. Tuko hapo? Hallelujah. Praise Jesus. Yani angalia, kile Mungu alikuwa anajaribu kutuletea ni taswira hii ya kwamba mwanadamu hafai kung'ang'ana kimwili ili mambo ya mwili yamfanye kuwa ameokoka. Haujaokoka kwa sababu ya uzuri wako ama kwa sababu ya bidii ya mambo fulani. Umeokoka kwa sababu ya neema ya bure ya Kristo. Ndio maana unaona vitu vingi ambavyo vinafanyika kwa bidii bila maombi, hivyo vitu havidumu. Try it out and see. Jaribu nikuone vile nakwambia. Ukingangana na mambo bila kukaa kwa maombi, fire of prayer, those things don't last long. Hiyo vitu haviwezi kuendelea. Haiwezi.
Bwana asifiwe. Sasa unakuta watu, wewe unaaminia Mungu ndoa, alafu Mungu anakuwa ni kama hajibu haraka, alafu wewe unaamua unapiga mini skirt, unaweka tumbo kati, unaweka necklace hapa kwa kitovu. Unaweka nini? Unaweka sijui gani hapa kwa mapua. Unafanya nini? Alafu sasa hujaomba. Sisikatai kung'ara ni vizuri, lakini wewe hujaomba, alafu unaamua unaenda kutembea kwa barabara. Nilisikia mwingine akisema ya kwamba wewe mwanaume ukinichezea wewe, nitaenda hapo kwa highway hapo, kwa flyover. Niende na miniskirt yangu nipige nisimame hapo, nipate bwana nikuache. Bwana uliyepata kwa sababu ya urembo, hautadumu naye. Hallelujah. Watu wakaamua kukuwa na bidii, kujiweka kwa style ya mambo ili vitu viwaka, wakasahau maombi. Wakasahau kumuita Bwana Roho Mtakatifu aje waelekeze kwa njia nzuri. Waliposahau wakafanya mambo kimwili. Mambo inayotendeka katika nguvu za mwili haileti utukufu wa Bwana, na kwa hivyo hayo mambo huwa hayadumu. Wakati unangangana na mambo yako, please pray. Hallelujah. Mungu aliambia Abraham, mtupe Isaka, mtupe Ishmaeli na mama yake, watupe. Praise God. Kwa hivyo tunamaanishiwa hivi, nguvu ya Abrahamu na bidii ya Abrahamu chenye ilizaa kilileta uchungu. Soma kwanza, soma mpaka 30. Lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili, yule wa muungwana kwa ahadi. Nataka msikilize maana hizi points ziko hapo kwa hiyo maandiko. Mambo haya husemwa kwa mfano, kwa maana hawa ndio kama maagano mawili. Ni kama maagano mangapi? Mawili. Yani these are two covenants. Agano moja ni agano la kimwili. Nifanyie hivi, nikufanyie hivi. Agano la kimwili. Bwana asifiwe. Angalia, wewe unataka kuolewa alafu naambia bwana yako kwamba mimi nakupenda. Bwana anakuuliza utazaa watoto wangapi mnapanga? Haki sifo wako sawa. Anakuambia 6. Wewe unamwambia haki situzae 4. Anakuambia basi 5, tukatana hapa katikati. Basi 5. Mkishaoana unazaa mtoto kiwete. Hata hujafikisha 4 anakuambia tafadhali Mr. Kindo. Kwa sababu ilikuwa ni plan yako. It was your own plan. Sasa hii ni mipangilio ya mwili. Maandiko inasema kuna maagano mangapi? Mawili, 2 covenants. Agano la kwanza Abrahamu anafanya na bibi yake. Agano la kwanza Abrahamu anafanya na Ishmaeli. Na Hajiri, ya kwamba unizalie mtoto nikuwe mwanaume. Haya, na agano la pili ni la Isaka. Agano ambalo anafanya na Mungu, ya kwamba Mungu, Isaka niwe utanipa. Maana bibi yangu, mbegu yangu hata ingia kwa tumbo lake haitazaa. Maana bibi hana mbegu, so hazitakutana. So mbegu ya Abrahamu ni kama uchafu, ni kama mavi. Wagalatia inasema ni kama mavi. Nguvu ya mwanadamu ni kama mavi. Hallelujah. Kwa hivyo mbegu ya Abrahamu haingeweza kuzaa mtoto. Ikabidi ndio azae mtoto na bibi ambaye hana mbegu. Hiyo ni agano anafaa kufanya na Mungu. Kwa hivyo akamwambia Mungu ya kwamba Mungu lazima nifanye agano na wewe. Na Mungu akamwambia ndio ufanye agano nami, ni lazima uniamini mimi ya kwamba naweza kupa mtoto. Sio useme mimi na mbegu, mimi ni mnoma, naweza zaa double. Hallelujah. Katika wokovu ukimwamini Mungu anakupatia Yesu bure. Bidii yako haiwezi kupatia Yesu, nguvu yako haiwezi kupatia Yesu. Sasa ukitaka kufanya mambo ya kimwili, mambo ya nje yatendeke, vitu vionekane, unaomba kwa bidii, you fire in prayer, ndio mambo yatendeke kiroho. Endelea kusoma. Kwa maana hawa ndio kama maagano mawili. Haya ni maagano mawili. Agano moja ni Abrahamu na Hagar, na agano lingine ni Abrahamu na Mungu. Alipofanya Abrahamu alipofanya agano na Mungu, hapo ndio Mungu alimbadilisha jina. Akamwambia utakuwa Abraham, mwanaume wa kujinua, utakuwa sasa Abrahamu, baba nitakayetuma kwa mataifa. Hallelujah. Haya, ninasema hivi, Bwana asifiwe.
Agano ambalo mtu anafanya na Mungu huwa linaleta kitu inaitwa ahadi, a promise. Ndio Biblia inasema Isaac is a child of promise. Kwa hivyo ukiomba na kumsumbua Mungu, Mungu huwa anapeana kitu inaitwa promise. Hallelujah. Aliambia Abrahamu, wana wa Israeli watashikwa na baada ya miaka 50 nitawakomboa. So wakati Musa anateseka kwa nyumba ya Farao akitoka, ilikuwa ni kwa sababu ya ahadi ambayo Mungu alifanya na Abrahamu. So when you pray hard, God gives promises in your life. Sasa kuna mwingine ndio aliolewa tu last year. Sasa saa hii hata hujazaa mtoto. Alafu unasema Bishop, kwa nini Mungu aliniahidi ya kwamba watoto wangu watasoma waende ng'ambo na sioni? Wewe uliolewa last year. Ndio labda umezaa mtoto ndio ako na miezi 2 ama mwaka ama miaka 2 na unasema Bishop, Mungu si Mungu mwenye anatunza ahadi. Kwa nini? Aliniambia watoto wangu watasoma mpaka wakuwe maprofesa. So ulikuwa unataka wakuwe maprofesa wakiwa ni miezi 2, wakiwa kwa tumbo? Si ameshaweka ahadi. Continue praying and trusting God that this promise will come true. Hallelujah. Promises are always delayed by prayerlessness. Promises are always delayed by prayerlessness, mediocrity, spirit of slumber, spirit of laziness, uzembe. Mungu anakuahidi jambo, alafu linafaa kutendeka next year. Na wewe kwa sababu ya kupenda usingizi na kukula. Sema kukula na usingizi. Kukula ni mzuri, hata mimi napenda. Sisemi ati ni mbaya. Hallelujah. Sasa ukipenda kukula na kupenda usingizi, alafu unakuwa prayerless. Ukisha kuwa prayerless, ahadi za Bwana zina delay. Ndio itatimia. Ahadi ya Bwana haivunjiki. Lakini ikidelay, yale Bwana alikuahidi anapeleka kwa watoto wako. Wasipoomba anapeleka kwa wajukuu. Wasipoomba anapeleka kwa vitukuu. Wasipoomba wanakuja kuipata anyway. Lakini because you are not vigilant in prayer. Biblia inasema Isaka ni wa kiroho, na mtoto wa kiroho anatokana na imani kwa Kristo na maombi sio koma. Prayer without ceasing and faith. That's how you protect your righteousness. You protect the promises of God in your life. Hallelujah. Umeokoka ndio. Bwana sema tu mimi nimeokoka. Ni kama tu vile mtu anasema mimi ni baba. Neno baba inatokana na nini? Kwa nini mtu anaitwa baba? Nani anaweza kuniambia? Mtu anaitwa baba kwa nini? So mtu akiwa baba, baba wa kwanza ni baba kwa sababu amezaa. Ametunga mimba na mtoto akazaliwa. Anaitwa nani? Baba. Baba ya pili ni mtu mwenye analea familia kwa njia ya amani, njia nzuri. Huyo ni baba. Sasa baba anayelea familia kwa njia nzuri ako tofauti na wanyama. Na baba ambaye kazi yake ni kuachilia mbegu na kukimbia na kuachilia mbegu na kutoroka, huyo baba ambaye hawezi lea familia, huyo baba ni sawa na mnyama. Hata mbwa zinazaa. Hata wanyama wanapeana mbegu, hata ng'ombe inapeana mbegu na haiwezi lea mtoto. Hujaiona ng'ombe inazaa na inapiga mtoto akinyonya, inagonga katoto inapiga kwa ukuta. Hata inaua na imezaa. Kuzaa peke yake haitoshi kukufanya kuwa baba wa ukweli. Hallelujah. Abrahamu akahitajika awe baba wa mataifa, awe atakayepeleka mbegu ya imani kwa wengi. Hiyo ikamfanya kuwa baba wa mataifa. Kwa hivyo mtu akiishi katika imani ya wokovu, katika imani ya Kristo, ajazwe na Roho na akuwe mtu anayeomba kwa bidii, huyo mtu Roho Mtakatifu humwanza kumuongoza. Hasira ikimshika, Roho Mtakatifu anamtuliza. Kiburi kikiinuka, anaambiwa tulia. Mke wake akikosea, anasikia sauti ya upole inamwambia mrekebishe. Usimfungisha virago, mwambie enda kwenu. Bwana asifiwe. Mwanamke ambaye ni mama anakuwa kama Sara, mama wa mataifa. Mama mwenye imani, mama anayeomba,
mwanamke kamili, mama kamili. Sio ati kwa sababu alizaa Isaka ati sasa anakuwa mama. Kuzaa haikufanyi, hata wanyama wanazaa nani. Kwanza wanyama wanatunza watoto vizuri kuliko wanadamu. Umaiona mnyama akizaa mtoto alafu anabeba nenda kutupa kwa choo? Umaiona? Na watu si wanatupa? Halafu so mtu na mnyama nani afadhali? Mtu akikosa Yesu anakuwa muovu kuliko mnyama. Mwanaume akikosa Yesu anakuwa muovu kuliko mnyama. Maandiko inasema haya maagano mawili, moja ni kutoka kule Mount Sinai Uarabuni, ndio anaitwa Ishmaeli. Sasa kuna jambo ambalo Biblia inasema, hebu endelee kusoma. Endelee kusoma nimalizie. Kwa maana hawa ndio kama maagano mawili. Ndio. Moja kutoka mlima Sinai, lizalo kwa utumwa, ambalo ni Haji. Mlima Sinai ambalo linazaa kwa utumwa. Yaani watu wenye wanafanya mambo kwa bidii bila imani kwa Yesu. Haleluya. Hao watu wanazaa kwa utumwa. Unaona ukiishi kwa ndoa, kuna ndoa zingine ambazo watu wanaishi na bibi anapitia uchungu kwa hiyo ndoa, lakini hawezi toka. Anasema nikitoka watoto wangu watalishwa na nani? Nikitoka watoto wangu watasoma aje? Huyu mwanaume hatanipea pesa. Na mwanaume anakuambia tafadhali mimi sikutaki kwa ndoa, tufunga virago uende. Na wewe unasema na nikienda na watoto nitaenda kaje? Sasa hiyo si ndoa, hiyo ni utumwa. Hiyo ni jela. Hiyo ni jela. Unasema nikiondoka watoto wangu wataishi aje? Watasoma aje? Na nikikaa kwa hii ndoa, huyu mwanaume ananitesa. Na nikitoka watoto wangu watateseka. Alafu mwisho unaamua kusema haidhuru, wacha tu nikae. So mwili iko kwa ndoa na roho iko nje ya ndoa. Oh my gosh. Wanaita separated together, divorced together. You are divorced but you are together. Kwa sababu unaishi katika jela. Sasa hapo Mungu akiwa kati amue hiyo ndoa. Mungu anavunja mioyo, kuna kuja na mioyo ya upendo, kuna kuwa na covenant ya Mungu ndani ya mtu. Mtu anaanza kusema ndoa yangu ikiharibika nitakuwa nimemkosea Mungu. Watoto wangu wakiteseka itakuwa machukizo kwa Mungu. Mambo yangu ikiharibika itakuwa machukizo kwa Mungu. Mwanaume anaingiwa na utu na upendo. Mwanamke anaingiwa na utu na upendo. Kiburi kinayeyuka, ukaidi unaondoka, uongo inaondoka. Anaanza kuwa mwanaume mwenye consideration. Hallelujah. Kwa sababu ako na covenant na Mungu. When you don't have a covenant with God, covenant ya Kiishmaeli ni ya kimwili, haizai matunda. Endelea. Maana Haji kama mlima Sinai ulioko Arabuni. Yes. Umelingana na Yerusalemu wa sasa. Yerusalemu wa sasa, yani maisha ambayo watu wanaishi maisha ya sasa inatoshana na ile uhusiano. Covenant nyingi ambazo zimefanywa na watu ni zile zimefanywa kama zile za Ishmaeli. Covenant za kimwili. Nifanyie hii, usipofanya hii usifanya hii. Hallelujah. Sheria katika ndoa ya kwamba tukioana. Kumbuka ile siku mlikuwa mnaoana. Uliambiwa nini? Kwamba nataka tuandike sheria chini. Mimi ndio tuishi hii laini usikanyage. Usiwahi danganya. 1, 2, usiwahi enda kwa mpango wa kando. 3, usiwahi. Lakini huwa wanasahau kuweka consequences, si ndio? Na wanaume wao wanasema hivi. Ukifanya tu hivi ninakufukuza. Bibi anasema ukifanya hivi ninakuacha. Sasa kama umeweka hizo sheria uondoke leo kwa sababu hatatunza. Hello? Kama uliweka hizo sheria kwa ndoa uondoke leo hii kwa sababu hiyo bwana hatatunza. Mwenye anatunza hizo sheria ni Kristo ndani ya mtu. So kama uliweka hizo sheria kwa ndoa ujue uondoke leo. Hello? Wangapi waliweka sheria? Kama hii laini usikanyage na hii usikanyage. Ukikanyaga ndoa inaisha. Na wengine mko tu waongo. Mliweka hizo sheria na zikavunjwa na mjandoo ondoka. Mmeondoka kweli? Mliweka sheria zikavunjwa na mko ondoka. Kumbe mko tu na vitisho baridi hapa. Ambia mtu ni wewe tu. Muangalie mwambie ni wewe tu. Mwambie naona tu ni wewe. Uliweka sheria na zikavunjwa na huko ondoka. Bwana asifiwe. Mwambie hapo ulifanya tu vizuri, hakuna shida.
Ukiweka sheria katika ndoa yako ni sawa na zile sheria. Niliwaambia mlima Sinai ndio Ishmaeli alitoka, na mlima Sinai huo ndio Musa alienda kutoa sheria, na sheria zenyewe zilishinda watu kushika. Ikabidi Yesu akuje akasema, mimi nitaingia ndani ya watu alafu niwe sheria kwao. Yale hawawezi ni wawezee, sheria ambazo hawawezi kutekeleza ni watekelezee, ndoa ambazo zinawashinda mimi ni watunzie, biashara ambazo zinaanguka mimi ni wafanyie. Kazi yao ni kuniomba, kazi yao ni kuniamini, kazi yao ni kuniita. Dhambi inayowalemea niingie ndani yao niwasaidie kushinda. Mateso inayowazingira niwe hiyo mateso mimi, nichukue uchungu huo, hao wakuwe na amani. Ndio maana ya neema ya msalaba. Haleluya. Ukikosa neema ya msalaba, eti unajifanya mjuaji, eti unajifanya unajua mambo, eti sasa wewe ni mjuaji wa mambo. Unatembea ukiwa wewe ni mjuaji, unajua mambo. Wewe unafanya nini wewe? Si ukae vizuri, unajua Bwana atakuacha. Hello. Bwana ambaye anafukuza bibi yake kwa sababu ya uchafu ama kwa sababu ya nini? Huyo Bwana hana akili, ajui maana ya ndoa. Kwa sababu mwanadamu mama asipofagia nyumba, si mimi nafagia. Kwani shida iko wapi? Kwani kifagia nitamea nundu? Ama nitafanyika nini? Kwani mama akisahau kufagia nyumba, badala kumfungisha viroga aende, si nichukue kifagio? Kufagia nyumba na kufukuza mama gani rahisi? Nikifagia kwangu nije hapa tupendane na mama, hamtajua. Lakini mama akikosa kuwa hapa, si mtagundua. Sasa gani rahisi kwangu? Haleluya. Sasa ukikuta mwanaume ako rigid kwa ndoa na amefanya vita, angali anaishi kwa tamaduni ya Kiyahudi, tamaduni ya Kikamba, tamaduni ya Kiluya, tamaduni ya Kinandi, tamaduni ya Kijaluo, tamaduni ya Kimasai, watu wakiishi kwa tamaduni zao, uwepo wa Mungu unakosa. Wanaishi maisha isiyo na promises of God. You have to trust God for his promises. Hallelujah. Praise God. Si kuna watu ambao wanafukuza mabibi yao kwa sababu walilala njaa? Yes. Fukuza bibi kwa sababu walilala njaa. Si kuna wadada wenye walitoroka mabwana kwa sababu waliona message ya mpango wa kando? Hello? Kilichokutoa kwa ndoa ilikuwa message ama ilikuwa mpango wa kando? Hebu nikuulize, sikia hii swali. Bwana yako ameishi kwa mpango wa kando kwa miaka ngapi? 5. Hujawahi gundua, si ndio? Hukuwahi ona, hukuwahi jua. Alafu mwaka wa 6 wewe unaona message ya mpango wa kando kwa simu. Hello? Ukishaona message ya mpango wa kando, sasa unafume. Kumbe kuna mpango wa kando, ndio unaenda hiyo siku. Na miaka 5 umeishi kwa ndoa kwa amani akiwa kwa mpango wa kando. Sasa nakuuliza, chenye kinakutoa kwa ndoa ni message ama ni mpango wa kando? Kwa sababu ingelikuwa ni mpango wa kando, ungeenda miaka 5 ile yenye alikuwa, yenye hukujua. Hello, sema Mungu nisaidie, niko mjinga. Ona tu vile uko mjinga. Yaani wewe ni mjinga wa degree ya juu. Alafu ukiambiwa stupid, naenda. Huyu mwanaume unawezaje kuniita mjinga? Na amekuhanya miaka huku haijua. Anajua wewe ni mjinga. Akikwambia stupid unasema yenyewe kweli mimi ni mjinga. Yaani imagine ndio yenye umekaa ndani miaka 5, bwana wako akiwa kwa mpango wa kando, sasa message ndio inakutoa ndani. Message ni pesa ngapi? Message moja ni pesa ngapi? 1 bob. Sema 1 bob. Ikakutoa kwa ndoa. Sema 1 bob. Ndoa yenye umekaa ndani miaka 5, sasa shilingi moja imeimali. Hallelujah. Ukiwa na Yesu, mambo kama hayo Bwana anaondoa. Vifungo kama vya anaondoa. Hautajiingiza kwa malalamiko kwa sababu umefanya covenant na Yesu. Lakini covenant ya mwili ni kama hiyo sasa. Usikubali shetani akuterrorize. Hiyo ni jela unaishi ndani. Toka ndani ya jela kwa maombi. Kataa
kaa kwa maombi, ambie Baba ninakataa kwa sababu niko na roho, nakataa vifungo, nakataa jela za mapepo, nakataa terrorism, nakataa jela, nakataa tamaduni za kwetu, nakataa madhabahu ya ukoo. Ninachukua neema niishi katika furaha ya wokovu. Hallelujah. Refuse to be terrorized by Satan. Refuse. I am saying refuse to be terrorized by Satan. Kataa kuishi katika utumwa. Watu wanaishi katika utumwa and they're just fine. They're just fine. They have no problem. Mtoto wasomi, unasema huyu ni mjinga tu kama baba yake. Baba yake kulifika tu kila 6. Baba yake huku kulifika tu kaki baba yake. Kuna katu kama daddy, angalia shafu. Daddy kulifika tu kila 4. Bwana asifiwe. Ukisema hivyo na unatosheka, najua wewe ni mjinga sana kuliko hata huyo bwana. Haki huko. Unaona hiyo ukaidi ujinga haki na kuanga tu ya baba yake. Lakini nakupenda, unajua kuna kujanga tu na nyama. Hata kama kulifika kila 4 huwezi jua. Hello? Wacha hiyo ujinga yako. Ambia mtu wacha ujinga mara moja. Bwana asifiwe. Shetani alikufunga jela, umekataa vifungo. Unajua watu wengine wako hawakuenda tu shule, lakini wangefaulu kuenda, labda wazazi hawakuwalipia. Wangefaulu kuenda, wangepita. They just didn't go to school. Bwana asifiwe. By the virtue that I am an intellectual doesn't mean that you failed exam. No. Kwa sababu tu wewe ulipita mtihani haimaanishi ati mwenzako mwenyewe kwenda shule ni mjinga. No. Hello. Wacha kumlinganisha na watu. Wacha kulinganisha mtoto wako na watu. Kataa jela. Kama kwao hawakusoma, sema na mimi kwetu watasoma. Kama kwao walikufa na ufukara, sema na mimi si wa hiyo jamii. Kwa sababu usipokombolewa kutoka kwa tamaduni ya kwenu, utaishi maisha ya Kiishmaeli. Na hebu nikwambie, mambo ambayo unafanya mengi, Mungu atakuja kusema yatupe. Yes. Kama yatokana na Mungu hayatakufaidi. Praise God. Kama mambo unayofanya yatokana na Mungu hayatakufaidi. Yasitokane na nguvu zako, wacha yatokane na Kristo ndani yako. Na kama Kristo ako ndani, muite kwa kila jambo. Dai uwepo wa Bwana. Order the steps you want to move in. Amrisha tu ambazo unataka kutembea ndani. Order them. Hello. Shetani halali wapendwa. Shetani halali. Na shetani ako na mbinu za ajabu. Shetani akitaka kutoa Abrahamu katika mapenzi ya Mungu, alimwambia wewe ni mwanaume gani wewe sasa? Sasa wewe ni mgani bwana? Unakaaje bila mtoto? Sio chukue mkasichana ndio kwa nyumba. Tena akakuja akaongelesha mwanamke. Ukiangalia katika Biblia, wanawake wengi ndio husababisha mabwana zao kuanguka. Believe what I'm telling you. Abraham mke. David mke. Job mke. Name them. Watu wote wa zamani. Nani mwingine? Wanawake. Nani mwingine? Samson mwanamke. Nani mwingine? Adamu na Hawa mwanamke. Thank you. Mwingine? Wanawake. Si wengine, wewe tu. Wewe tu. Hello. Ni Biblia inasema, si mimi. Bwana asifiwe. Sasa wewe unafaa kukataa tamaduni ya kuwa mwanamke wa kuangusha mmeo. Mwanamke wa kuzuia mmeo kuomba. Kuna wanawake ambao bwana yake atakimwambia naenda kwa maombi, anakuja maombi, akirudi mara ya pili anakuja mara ya tatu na hana kazi, anaanza unaenda kanisani badala uende job. Sasa maombi amekuja saa 11. Kazi gani anafanya saa 11? Ama unataka aenda piga watu ngeta? Unajua dada mwingine aliwahi kuniambia Bishop, mimi nataka kuombe bwanangu ni muovu sana. Nikamuuliza bwanako ni muovu amefanya nini? Anapenda sana mipango ya kando. Anaenda analala nje, anaenda anaishi hata wiki moja alafu anarudi. Nikamuuliza nini ingine mbaya huwa anafanya? Anakulisha vizuri, anasema ananunua chakula kwa sawa kabisa. Ngoja sikia tu. Bwana asifiwe. Nikamwambia kwa hivyo kwa mambo ya mapato yako sawa? Akasema mapato yako sawa.
siwezi nikamwacha, nampenda, lakini ana mpango wa kando. Alafu baada ya miezi 6 huyo bwana akapigwa risasi, akauawa. Sasa nikauliza yule dada, kwani bwana yako alikuwa anafanya kazi gani? Bishop, huyu mwanaume amenitesa sana, ni vile tu sikukuambia. Unajua alikuanga mwizi. Alikuwa mwizi. Hata alikuwa na bunduki. Mama anamjua. Alikufa. Pigwa risasi akafa pipeline pale. He died. Baada ya kufa ndio bibi anakuja kuniambia, sikuwahi kuambia bwanangu alikuwa mwizi. Lakini kwa sababu alikuwa anakula nyama, analipia nyumba bei ghali, anaishi vizuri, alikuja kuniambia mpango wa kando, maana yeye ndiye anamuumiza yeye. Wewe acha ujinga yako hiyo. Stop your nonsense. Be true in the matters of life. Hallelujah. Kwa nini hakusema bwana yangu ni mwizi muombe? Leo angekuwa ngali kwa ndoa, bwana yake angekuwa hai. Lakini kwa sababu alitunza kila kimuumizi, akatunza kila ambacho kinamuumiza, akapigana kile kinamuumiza. Akaona bwana yake kuwa mwizi ni sawa, maana pesa analeta. Watu wamekataa kushikamana na Mungu, wanangangana na mambo wanayotaka, na yale ambao wanaumiza wanapigana nayo. Hallelujah. Yaani yeye hakuwa na shida, bora bwana yake awache mpango wa kando aendelee kuwa mwizi. Hapa angesema. Mtu hawezi kuwa jambazi akose kuwa malaya? Hawezi. Atakuwa jambazi aje, atalalaje kwa nyumba yake peke yake, si atapatikana? Mtu akiwa jambazi anakuwa na wanawake kama 200, 200. Akienda kuvunja huku, anaenda analala kwa huyu. Akienda kuvunja huku, anaenda analala kwa huyu. Polisi wakimtafuta wampati. Akiwa na bibi moja, ukiwa na bwana jambazi, ujue mko wanawake kama 600. And there is no problem, pesa unapata. Hallelujah. There is no problem because you have liked it. Hakuna shida. Lakini kama wewe ni wa Yesu, na kama umechagua njia ya Bwana, umechagua covenant ya Christ, pray that things may go the way of Jesus Christ. Wacha vitu vitendeke kiroho. Fanya biashara yako usiku. Kwa maombi saa 8 ninakamata wateja, ninararua vifungo, ninavunja madhabahu ya mapepo, maroho ya uchawi, mitego, ninaivunja, naibomoa, ninapaswa mitungi ya uchawi, mipango ambayo ameweka usiku wa leo, ninaiharibu, naita wateja, nawaita na moto. Ulifanya biashara ukiamka asubuhi, unaingia hata ukisinzia namna hii, mtu anakuja ananunua, anaweka hapo pesa, anaenda, utafungua macho unapata pesa. Na wewe ngoja biashara yako iharibiwe usiku, alafu asubuhi ndio unaamka unarusha miguu kama mwenye umevaa gumboot. Sasa unaenda kwa kazi ambayo ilishaharibiwa usiku. Hello. Ukifika hapo unaanza, unajua jirani ameniangalia sana Bishop, na si kuuza kitu. Na mimi nakwambia usijali, utauza. Nitakwambia nini na nimekufundisha maombi umekataa? Usijali, utafanya nini? Na nitaendelea kuambia hivyo mpaka ile siku utafunga biashara. Ukifunga nasema Mungu asante. Wacha kuja hapa kwa intercessor. Akwe nani? Hauna kazi ya kufanya. Ulikuwa na kazi huko unaomba, sasa ikiisha utakuwa intercessor? Because you are a fool. You have been fooled. It is only a fool that can be terrorized when he has power. It is only a foolish policeman ambaye anaweza fungwa mikono na majambazi akiwa na bunduki. It's only a foolish policeman. Ni askari mpumbavu tu mwenye anaweza akafungwa mikono akiwa na bunduki. Hallelujah. Yaani wewe unafungwa biashara yako, watoto wako wanafungwa, ndoa inafungwa na uko na bunduki. Alafu nasema siku moja nitaamua. Siku moja tu hivi nitakuja kuamua. Nakwambia mimi na imani. Kwanza bishop wangu anatufundishanga hiyo. Kwanza nakwambia kwanza Deacon Soita tu akisimama hapo mbele tu hivi. Tu aje? Wewe endelee kuongea na wenye wanatendea kazi maombi wacho waendelee kutenda. Kama Bwana amekupea neema ya kutendea kazi maombi, lipuka. Wacha kungoja vitu viharibike uanze kulalamika hapa. Wacha ujinga yako hiyo. Ati unataka vitu viharibike ulalamike. Unalalamikia nani?
huyu bwana, huyu bibi, huyu mtoto, hii biashara, huyu mwalimu kwa shule anaonea mtoto. Si uombe mtoto apate kibali. Anaonea mtoto kitu gani unatuambia hapa? So what will you do? Bas, kama utaki change mtoto peleka shule nyingine. Haonewe uchange peleka nyingine. Na ukiona walimu shule zote zimeshindikana, toa mtoto kwa shule kae nyumba. Aoshe vyombo. Afanya nini? Aoshe vyombo. Kwa sababu uko na bunduki na umeacha shetani amekufunga. Sema ninakataa kwa jina la Yesu. Sema ninakataa kufungwa. Sema nitatumikia silaha zenye nimepewa. Sema nitaishi maisha ya kiroho. I refuse to be terrorized by power. Hallelujah. Umeokoka haitoshi. Umeokoka ndio haitoshi. Shetani atakufunga na hiyo wokovu yako. Yes. Shetani atakufunga na hiyo imani yako. Atakuonyesha kile hujawahi ona. Kataa kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, nakataa kufungwa. Nakataa jela. Nakataa mitego. Nakataa utumwa. Nakataa vifungo. Kwa jina la Yesu, ninaweka maisha yangu huru kwa damu ya Yesu. Sema naweka maisha yangu huru kwa damu ya Yesu. Sema ninajikomboa kwa damu ya Yesu. Sema ninavunja vifungo kwa jina la Yesu Kristo. Receive your deliverance in Jesus name. Hallelujah. Usisubiri kufungwa. Maagano ambayo Abrahamu aliingia ndani ya Kiishmaeli ilileta uchungu katika ulimwengu. Leo hii watu wanajua ni bidii yao itawasaidia, si maombi. Nakwambia jambo hivi leo mpendwa. God is a powerful God. Mungu ni simba kali. Bwana asifiwe. God is a roaring lion. Yesu ni simba wa simba zote. He is too powerful. Alafu another thing with him is Jesus is too loving. Too loving. Bishop, mimi nimelemewa na dhambi. Mwendee Yesu na hiyo dhambi. Too loving. Mwambie Yesu, mimi nimeshindwa, nisaidie. Come on people. Turn to Jesus. Go to him. Approach him. Na hiyo dhambi yako unasema uko nayo. Mwendee Yesu. Ni hiyo kiburi yako. Endee Yesu. Unajua ubaya wa kiburi huwa kinasema mimi niko poa. Sihitaji Yesu. Mimi niko poa. Naomba nini? Mimi niko poa. Hata wengine tukiita altar call hapa, nasikia jambo Mungu ameniambia, hili jambo liko ndani ya watu. Na leo hii wasonge hapa niwasaidie maombi, niwashike mkono, Mungu aondolee kitu. Alafu wewe unakauka hapo nyuma, nikienda mbele watu wataniona. Ukirudi kwa nyumba unapiga bibi mangumi, unavuruga watoto wako. Hauna amani, uwepei amani. Nikiita altar call ukuji kwa sababu unaogopa watu. Hello? Niogope watu. Niogope kuhubiri hapa. Sinaogopa nyinyi. Mungu anipige kwa sababu nimeogopa watu. Hapana. Bwana asifiwe. Leo hiyo mwambie Bwana unifungue kwa jina la Yesu. Leo mwambie Bwana unifungue kwa jina la Yesu. Uishi maisha ya imani na maombi. Uishi kiroho. Live by the Spirit. Walk by the Spirit. Dai vitu vyako. Fanya biashara yako mapema. Watu wanakuona hapo wanasema uko na majini. Nilienda huko kwa kina Reverend kule. Ilikuwa siku gani sijui. Ilikuwa Friday asubuhi. Tulienda na mama huko penye Reverend anahubiri. Na vile tulifika tukasikia watu wanasema ati kuna mtu alikuja hapa, na huyo mtu kitu ya kwanza tuliona gari ikakuja hapa, gari expensive Lexus. Alafu ikakuja hapa na ilipoenda wakaacha mtu hapa. Na hiyo gari mliona vile inakaa kama nyoka. Na huyo mtu huyo ukikutana naye usiku mwenye aliachwa hapa, huwa anakuwa na ndevu hivi, hizo ndevu zinakaa kama vichwa ya nyoka hivi. Huyo mtu ni mtu mbaya sana. Ati ukikutana tu na huyo mtu hivi, anakaa tu kama buffalo kwa barabara. Anakaa tu kama buffalo. Reverend sasa anakaa kama buffalo. Ati ukimuona tu hivi, mimi nakwambia huyo mtu ukimuona hivi, usipokimbia shauri yako. Nikaangalia Reverend ndevu hana. Reverend ndevu hana, nikauliza Reverend, wewe ndevu hakuna bwana? Akasema Bishop, hata hii mambo mimi sijui wanasema aje. Na nikwambie siri ako nayo. Tangu nimpeleke huko for the last 2 weeks, hajailala kwa nyumba yake. Hajawahi. Analipuka kwa madhabahu mpaka asubuhi. Sasa akiondoka akienda kwa evangelism kwa barabara, watu wao wanaona buffalo.
Sinawaambia ukweli, hiyo ndio iko huko. Hata wewe ukienda huko utaisikia. Wanasema hiyo ni buffalo inatembea kwa barabara. Hati usiku. Hati alafu, hati saa zingine inakuanga na lori. Unajua lori ni hiyo pikipiki yake ya Skygo hiyo. Hati anatembea na lori, na hiyo lori inakaa iko na pembe kwa barabara. Mamesi ni ukweli. Mama, in fact hiyo habari kwanza mama ndiye alisikia kwanza. Mama akaniambia, Bishop, kuja usikie maajabu iko hapa. Watu wanasema kwa soko, hata anaona lori, na hiyo lori si lori ya kawaida. Hiyo lori iko na pembe. Hata ukipita karibu nayo unaona kama inataka kudunga hivi. Na ni pikipiki Skygo. Unajua maandiko inasema wakati Yesu alienda mlimani kuomba, akawacha wanafunzi. Aliporudi alikuwa anametameta. Wakristo, wacha usingizi, wacha uzembe. Mambo yako yameharibika, ndoa imeharibika, biashara imeharibika, kazi imeharibika, ajira imeharibika, umekataliwa, hata ukienda kazi una mateso, mashida kila penye unakanyaga, lakini huwezi omba. Kazi yako ni kukaa tu style tu poa hivi. Unangoja mwenye utalaumu. Hello? Unangoja mwenye utafanya nini? Work out your faith in your life by faith and by power. Maandiko inasema we have been given power to subdue the world. We have the power to subdue the environment. Bwana amekupea nguvu ya kubadilisha mazingira, kwa sababu mazingira yako yasipobadilika, wenye dhambi hawataokoka. Hello? Praise Jesus. Wangapi wako tayari kwenda mbinguni? Biblia inasema ufalme wa mbinguni ulipiganwa vita tangu nyakati za Yohana, na wenye wataingia ni wenye nguvu. Nguvu gani? Za Roho Mtakatifu. The power of the Holy Spirit. Holy Spirit si gift. Holy Spirit is a gift to us. Na huyo Holy Spirit ndiye atende kazi, lazima umfanyishe kazi ya maombi. Please pray. Hata ukitabiri mambo yote, hata nikikutabiria mambo yote nikwambie, nimeonyeshwa ya kwamba anayekuroga anakaa hivi, anayekufanya hivi anakaa hivi, hata nikutabirie yote, ukikosa kwa maombi, baada ya kujua anayekutesa ataendelea kutesa. Baada ya kumjua ataendelea kutesa. Baada ya kujua aliyefunga kazi yako ataendelea kufunga tu. Baada ya kujua aliyeangamiza familia yenu ataendelea kuiangamiza hata baada ya kumjua. Why can't you work out your faith? Why can't you get out of the slumber? Why can't you get out of the mediocrity and receive power in Jesus' name? Work out your things by faith and by power. Hallelujah.